Na mtazamaji wangu, natumai mzima na buheri wa afya popote pale ulipo. Kwa mara nyingine, karibu tena katika YouTube channel yetu. Naam, mtazamaji wangu, kama unavyozidi kutizama screen yako hivi sasa, kuna chapisho rasmi ambalo limeweza kutoka Ikulu. Rais Mama Samia Suluhu Hassan na uongozi wake wa serikali ya awamu ya sita umeweza kutangaza kufanya mabadiliko katika nguzo kuu muhimu, ambapo Rais Mama Samia Suluhu Hassan na serikali yake inaamini kwamba katika nafasi hizo ambazo ameweza kuzifanyia marekebisho zitachangia pakubwa Jamhuri ya Tanzania kusonga mbele, tofauti na changamoto zinazozidi kuikabidhi kwa hivi sasa. Ila mtazamaji wangu, kabla niweze kukufahamisha zaidi, itaweza kuwa ni jambo jema iwapo ni mara yako kwanza kupatana na video zetu, uweze kuchukua sekunde yako moja kubonyeza maneno yaliyoandikwa subscribe chini ya video hii. Muhimu kabisa uweze kulike na kushare video hii kwa makundi mawili ama matatu. Naam, mtazamaji wangu, kwanza kabisa kabla tuweze kuzungumzia mabadiliko ambayo Rais Mama Samia Suluhu Hassan ameweza kuyafanya leo hii, kuna jambo ambalo limeweza kuzungumzwa na Watanzania wengi, ikibainika kwamba hivi sasa kuna viongozi wengi wapo madarakani chini ya uongozi wa chama cha CCM, ila mwisho wa siku viongozi hao hawataweza kumaliza muhula mzima wakiwa madarakani ama hadi uchaguzi mpya utakapokuwa ukifanyika, kwani viongozi walioko madarakani hivi sasa ni kwa ajili ya makubaliano yaliyokuwa yameweza kuwekwa kati yao na viongozi wakuu wa serikali yake Rais Mama Samia Suluhu Hassan na viongozi wengine wakuu wa chama kikuu cha CCM, na ndipo ambapo viongozi hao wameweza kuishia kubaki katika ngazi za juu kwa serikali yake Rais Mama Samia Suluhu Hassan, ambapo hivi sasa viongozi hao wanaonekana kuwa mzigo, kwani hawakuweza kubobea katika nafasi ambazo waliweza kuteuliwa. Hivyo basi ikilazimu Rais Mama Samia Suluhu Hassan hivi sasa kuanza kufanya jambo ambalo wengi wanaamini ni usaliti baadhi ya viongozi waliokuwa madarakani, kutokana na usaidizi waliokuwa wakitoa katika kampeni za chama cha CCM mwaka 2025 kwa ajili ya uchaguzi wa Oktoba tarehe 29. Hivi sasa viongozi hao wengi wanazidi kujipata nafasi zao zikichukuliwa na viongozi ambao wameweza kubobea katika nafasi hizo, kwani tumeweza kushuhudia hivi sasa, ikiwa ni miezi michache tu baada ya Rais Mama Samia Suluhu Hassan kuapishwa, serikali yake, uongozi wake moja kwa moja unaonekana kuyumba pakubwa. Hii ikionyesha wazi kwamba baadhi ya watu kupewa nafasi za ngazi za juu ambazo hawajaweza kubobea zinazidi kuchangia pakubwa serikali yake Rais Mama Samia Suluhu Hassan kuyumba, kwani sote tunafahamu jinsi gani ambavyo idadi kubwa ya Watanzania waliweza kukosoa kipindi na wakati ambapo takriban jamaa 9 wa familia yake Rais Mama Samia Suluhu Hassan waliweza kujikuta ama kutangazwa kuhudumu chini ya serikali hii yake Rais Mama Samia Suluhu Hassan. Hii iliweza kuashiria wazi kwamba jamaa hao wote waliweza kupata nafasi hizo kutokana na makubaliano yaliyokuwa yameweza kuwekwa kati yao pamoja na viongozi wakuu ambao wako madarakani. Ila mtazamaji wangu, siku jana ripoti iliyotolewa kutokana na kile kinachozidi kudaiwa ni vurugu wakati wa uchaguzi mkuu, mtazamaji wangu, taswira kubwa imeweza kubadilika. Hivi sasa ni wazi viongozi walioko madarakani wameamini na kuelewa jinsi gani ambavyo raia wako na nguvu kubwa za kusababisha viongozi hao kubaki madarakani ama waweze kuondoka madarakani. Na pia mbaya kabisa, baadhi ya viongozi waliokuwa wameweza kutimuliwa leo hii afisini, viongozi wapya wakichukua nafasi zao. Viongozi waliotimuliwa ni baadhi ya viongozi waliokuwa wakipuzia vijana jenzi na hata kuzungumzia vibaya, kutokana na vijana jenzi kuzungumza ukweli ya kwamba wao wameweza kusoma na kubobea katika nafasi ambazo wangekuwa wameweza kukabidhiwa wao, ila kutokana na kutokuwa kujuana
kisiasa na viongozi wakuu hawajaweza kufanikiwa kupata nafasi hizo, ili hali uongozi unazidi kuweka hadharani kwamba utaweza kuweka ajira kwa vijana Gen Z, jambo ambalo liliweza kukera idadi kubwa ya vijana Gen Z kushuhudia baadhi ya viongozi waliokuwa madarakani tena kwa ngazi za juu kwa sababu ya kujuana na Rais Mama Samia Suluhu Hassan na Mheshimiwa Jakaya Kikwete na viongozi wengineo, ili hali kuna baadhi ya raia ambao wameweza kubobea katika nafasi ambazo ziliweza kuchukuliwa na watu kwa sababu ya kujuana, ila Rais Mama Samia Suluhu Hassan na uongozi wake leo hii umeweza kufanya marekebisho ambayo Watanzania wengi baadhi yao wameweza kuridhia na kuamini kwamba maamuzi yaliyoweza kufanywa ni maamuzi sahihi, na pia huenda kaweza kuchangia kwa njia moja ama nyingine tofauti kuonekana kwa serikali yake Rais Mama Samia Suluhu Hassan iweze kuendelea kusonga mbele, na baadhi ya mambo yaliyoonekana kuwa magumu mazito ambayo viongozi waliotimuliwa ofisini kushindwa kufanikisha, chini ya viongozi hawa wapya tutaweza kushuhudia viongozi hawa wapya wakiajibika sahihi na kusaidia katika sekta ambazo ziliweza kufeli baada ya viongozi walioteuliwa kwa sababu ya kujuana na sio kwa sababu ya viongozi hao kubobea katika sekta hizo. Ila mtazamaji wangu, hivi sasa sote tunafahamu jinsi gani ambavyo presha kubwa ya kisiasa ipo kwa Rais Mama Samia Suluhu Hassan pamoja na viongozi wake ambao hivi sasa nao wanazidi kumulikwa iwapo katika nafasi hizo wako hivi sasa waliweza kubobea ama ni uteuzi ambao waliweza kuteuliwa kutokana na wao kujuana, jambo ambalo limeweza kusababisha uongozi ulioko madarakani hivi sasa uanze kujaribu hata kufanikisha baadhi ya ahadi walizokuwa wakiziahidi kwa mamilioni ya wananchi wa Tanzania. Mtazamaji wangu, kwa kweli hii hapa kwa mara nyingine inazidi kuonyesha nguvu ya wananchi kwa serikali iliyoko madarakani, kwani wenye nchi ndio ambao wapo na nguvu ya kubaini kiongozi iwapo ataweza kubaki madarakani ama ataweza kuondolewa madarakani. Ila kwa uteuzi aliyoweza kuufanya Rais Mama Samia Suluhu Hassan, itakuwa vyema iwapo wewe hapo, kutokana na majina yanayozidi kuonekana katika skrini yako hivi sasa, uweze kutuambia iwapo mabadiliko hayo aliyoweza kuyafanya Rais Mama Samia Suluhu Hassan yataweza kusaidia pakubwa kwa serikali yake. Ila mtazamaji wangu, ikumbuke kwamba tetesi zipo kuhusiana na maridhiano yanayozidi kupangwa kati ya chama Chadema na uongozi wake Rais Mama Samia Suluhu Hassan. Ila maridhiano hayo ni kwa masharti, ambapo chama Chadema kimeweza kutoa matakwa karibu ya 10 yaweze kuangaziwa, na moja limeweza kufanyiwa kazi, ambapo ni ripoti iliyoweza kutolewa siku ya jana, mengine kifuatia kama uhuru wake Mheshimiwa Tundu Lissu kujulikana aliko Mheshimiwa Humphrey Polepole, na pia wote walioweza kuathirika na vurugu na maandamano ya vijana Gen Z, hasa kwa familia zilizoweza kupoteza upendo wao waweze kulipwa. Je, mtazamaji wangu, uwe mtizamo wako ni upi? Tuachie maoni yako katika uwanja wa comment section. Muhimu kabisa uweze kusubscribe, like, comment na kushare video hii kwa makundi mawili ama matatu. Bye bye until the next video.